Kulikuwa na nchi mbili jirani zilizokuwa na historia ndefu ya ushindani. Moja iliitwa Sparta na nyingine Athens. Ingawa zote zilikuwa na utamaduni mkubwa, zilikuwa na mitazamo tofauti kabisa kuhusu maisha na uongozi. Sparta ilikuwa nchi ya nidhamu kali ya kijeshi. Watoto wao walilelewa tangu utoto kuwa askari hodari. Kwao, nguvu na ujasiri vilikuwa kila kitu. Lakini Athens ilikuwa kitovu cha maarifa, sanaa na demokrasia. Wao waliamini katika akili, ubunifu na uhuru wa mawazo. Mvutano ulianza pale biashara ilipoharibika. Bandari zikafungwa, meli zikazuiwa, na lawama zikaanza kutupiana. Hatimaye, hali ikawa mbaya zaidi. Vita vikawa haviepukiki. Vita vilivyojulikana kama Peloponnesian War vilianza kwa kishindo. Sparta walishambulia kwa nguvu ardhini, wakisonga mbele kwa jeshi lao lililojaa askari waliopitia mafunzo makali. Wakati huo huo, Athens walitumia nguvu yao ya majini. Meli zao zilidhibiti bahari, zikazuia adui kupata rasilimali. Miaka ilipita. Vita haikuwa tena mapambano ya nguvu tu. Ilikuwa vita ya uvumilivu. Njaa, magonjwa na uchovu vilianza kuathiri pande zote. Ndani ya Athens, ugonjwa mbaya ulizuka na kuua maelfu ya watu. Hata viongozi muhimu walianguka. Katika giza la vita, mashujaa walijitokeza. Askari mmoja wa Sparta alijulikana kwa ujasiri wake, akiongoza mashambulizi makali. Upande wa Athens, nahodha wa meli aliyejulikana kwa akili zake aliweza kushinda vita kadhaa kwa mbinu, si nguvu. Lakini kadri miaka ilivyopita, nguvu ya Athens ilianza kudhoofika. Rasilimali zilipungua na washirika wao wakaanza kugeuka. Mwisho ulipofika, Sparta waliinuka kama washindi. Hata hivyo, ushindi haukuwa wa furaha. Nchi zote mbili zilikuwa zimechoka, zimeharibiwa na zimepoteza watu wengi. Vita iliwafundisha somo kubwa. Ushindi wa vita mara nyingi huacha maumivu makubwa kuliko furaha.